Kutokana na operesheni na misako iliyofanyika manispaa ya Songea tarehe 30 mwezi wa 7 2026 huko maeneo ya Mji Mema manispaa ya Songea, tulifanikiwa kumkamata John Veronica Ndonde miaka 44, afisa masoko wa Pharmacy AST Songea, akiwa na dawa mbalimbali za binadamu na vifaa mbalimbali vya tiba bila kuwa na leseni ya dawa hizo ambazo ni mali ya serikali, ambazo alikuwa amezihifadhi ndani ya chumba chake katika nyumba anayoishi kwa ajili ya kwenda kuuzia maduka mengine, kitendo ambacho ni kinyume kabisa na sheria. Upelelezi wa tukio hili unaendelea na mtuhumiwa atafikishwa mahakamani kwa ajili ya kujibu tuhuma zake. Mafanikio. Kufuatia operesheni kwa kipindi cha mwezi Julai 2026 katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Ruvuma, tumefanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa 6 wakiwa na madawa ya kulevya aina ya bangi, jumla ya kete 233 za bangi kavu yenye uzito wa kilogramu 163 na kilo 163 na pombe haramu ya moshi gongo lita 80 zikiwa zimehifadhiwa kwenye makazi yao. Watuhumiwa hao wamekuwa wakijihusisha na uuzaji na utumiaji wa madawa hayo, kitendo ambacho ni kinyume cha sheria. Hivyo baada ya upelelezi kukamilika, watafikishwa mahakamani kwa hatua zaidi. Wito. Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma linatoa tahadhari kwa watumishi wa umma, viongozi wa taasisi mbalimbali na wananchi wote kuhusu kuongezeka kwa vitendo vya utapeli vinavyofanywa na watu wanaojitambulisha kuwa wana uwezo wa kuwasaidia kupata ajira au uwezo wa kusaidia kupata madaraka au vyeo au kuwarudisha kazini watumishi waliofukuzwa au kusimamishwa. Matapeli hao hutumia simu, hutumia mitandao ya kijamii na wanatumia mawasiliano mengine kwa rubuni wa Afrika kwa madai kuwa wana ushawishi kwa viongozi wa serikali au taasisi mbalimbali, na mara nyingi wataka husika kutuma fedha au kutoa taarifa zao binafsi wakiahidi kuwapatia huduma hizo, lakini baada ya kupokea fedha kupotea au kukata mawasiliano. Aidha, Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma linaomba viongozi na wananchi waliotapeliwa kujitokeza, wasione aibu, ili upelelezi uweze kujenga vizuri kesi hii. Sambamba na hilo, tunawakumbusha wananchi kuwa ajira, uteuzi wa nafasi za uongozi, upandishwaji wa vyeo na taratibu za kurejeshwa kazini kwa watumishi kufuata sheria, kanuni na taratibu rasmi za serikali na taasisi husika. Hakuna mtu anayepaswa kudai malipo ili kutoa huduma hizo kwa njia isiyo rasmi. Badala yake ni watake kuwa makini, kutotuma fedha kwa watu sio wafahamu, kutotoa taarifa zako binafsi bila uhakika wa kudhibitisha taarifa hizo kupitia mamlaka zinazohusika kabla ya kufanya uamuzi wako huo. Aidha, natoa wito kwa wananchi na wafanyabiashara wote kuwa waangalifu wanaponunua bidhaa au mali kutoka kwa watu wasiowafahamu au wanaoshindwa kudhibitisha umiliki halali wa bidhaa hizo. Badala yake waweze kudai vielelezo vya umiliki au risiti za mauzo kabla ya kufanya ununuzi, ili kuepuka kujihusisha na makosa ya jinai bila kujua. Asante sana.